makubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mniruhusu pia tu appreciate Rosaria. Rosaria unajua anakuanga mtulivu na ana Kiswahili sanifu ya huko Mombasani. Mpigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Naamini hata nyinyi hamjuani jina lake. Unajua Rosaria, umewahi sikia mtu mwingine anaitwa Rosaria? Unless Catholic ndio wanatumia kaneno kanataka kukuja karibu hapo. Rosari, lakini si Rosaria. So Mungu awabariki sana. Rosaria karibu. Nilisikia kwamba kuna wakati uliwahi kuwa hapa na husband. Umwambie husband arudi tena. Arudi tena katika jina la Yesu. Nani aseme amen? Nguvu ya kukusaidia kufanya mambo makubwa. Nguvu ya kukusaidia kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Nguvu ya kukusaidia kufanya mambo makubwa. Nataka nianze nikisema hivi, wewe na mimi hatujaitiwa kufanya mambo madogo madogo. Hii nataka ikuingie, daktari, ikuingie. Wewe na mimi hatukuitiwa kufanya mambo madogo madogo. Unaweza jipata katika mwanzo wako unafanya jambo dogo au unafanya kitu ndogo, lakini uweke in your mind ya kwamba wewe haukuitiwa kufanya mambo madogo madogo. That is why Jesus mwenyewe anasema mwanzo wenu inaweza kuwa mdogo, lakini mwisho wenu haitakuwa mdogo tena, mwisho wenu itakuwa mkubwa. So wakati wote unajipata unayafanya mambo madogo madogo, elewa ya kwamba ni mwanzo wa jambo, lakini ndimo tunaendelea lile jambo ndogo, kuna nguvu nyuma yake ya kulifanya liwe kubwa, au kuna nguvu ya Mungu ya kukusaidia hili jambo liwe kubwa katika jina la Yesu. Lakini ukijipata umeokota na unafanya mambo madogo madogo, elewa ya kwamba kile ambacho haujapata ni nguvu ya Mungu ya kukusaidia kuyafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Na katika ibada hii kama kuna kitu utatoka nacho ni nguvu ya Mungu ya kukusaidia kuyafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu, unisaidie katika ibada hii nikuelewe na nilielewe neno lako, na nguvu utakayoiachilia hata mimi niwe mmoja mwa wale watakayepokea nguvu hiyo. Siwasikii. Muna imani kweli wakati tunaomba? Unajua tunaomba hakuna kitu kingine tunafanya. Hebu weka kwanza mkono wako juu. Angalia jirani yako. Weka mkono juu. Angalia jirani yako. Muulize uko kwa ibada. Anasemaje? Muulize na watu, unaamini ya kwamba Mungu anajibu maombi? Amesema nini? Mwambie badilisha sauti yako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru ni kwa sababu katika ibada hii ninakuamini wewe na neno lako na nguvu zako za kunisaidia kuyafanya mambo makubwa, kuyafanya mambo makubwa. Mimi sijaitwa, mimi sijazaliwa, mimi sijachaguliwa kufanya mambo madogo, kufanya mambo madogo. Nimeelewa na nimetambua ya kwamba mimi nimezaliwa nikachaguliwa kuyafanya mambo makubwa, na leo hii ninapokea nguvu na uwezo wako wa kunisaidia kuyafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Kila pepo, kila uchawi na kila uganga na kila corruption katika ulimwengu wa giza ambayo imefanyika ili mimi nipoteze uwezo na nguvu za kiungu za kunisaidia kuyafanya kubwa, kwa damu ya Yesu ninatangaza, enyi mamlaka, enyi mamlaka, enyi mapepo katika ulimwengu wa giza, hamuna nafasi tena katika maisha yangu, hamuna uwezo tena katika maisha yangu.
chochote ambacho mulikiharibu, mulikiangamiza, leo kwa jina la Yesu kinatengenezwa, kinapata uhai, kinapata uzima katika jina la Yesu. Kama naamini, pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Anasema kama naamini, pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu neema ya Bwana inawabeba na kuwasaidia katika jina la Yesu. Geukia jirani yako, mwambie my neighbor, I know ya kwamba wewe si wa kawaida, si wa kawaida. Mwambie hiyo najua. Mwambie na kama kuna kitu kimekorauti maisha yako ukawa wa kawaida, leo kinaondoka. Unarudi kwa nafasi yako, unarudi kwa nafasi yako katika jina la Yesu. Mupe high five huyo jirani kama naweza kaka. Gonga yeye ka high five bwana. Nasema mupe high five. Unajua wengine mnakumbatiana, hatujasema kukumbatiana, tumesema high five. Wengine mko mnasalimiana, unapeleka high five. Sio hivi. Hebu Francis waonyeshe high five ni aje. Onyesha kwa wapati na ni aje. Basi pea ndugu yako high five hapo. Amen. Mungu abariki sana. Niruhusu tusome Zaburi 108 mstari wa 13. Psalms 108. 108 Zaburi mstari wa 13. Sasa hii ndio nitaomba. Bwana Yesu asifiwe. Acha hii ni nyamazie. Hii ni nyamazie kabisa, imekataa kutoka. Zaburi 108 mstari wa 13. Mama mbariki wako kwa ibada. Wapi huko? Hey Jesus Christ. Unajua wengine hatujawazoea mkiwa pande hiyo. Leo umekuwa asha wakupe baji. Zaburi 108 mstari wa 13. Nataka tusome hii yangu na ya mama mbarikiwa, hiyo version ya mama mbarikiwa. Kristi imesoma, wewe ndio uko naye. Inasema nini? Kwa sauti kubwa kabisa, wenye wako online waposikie. Psalms 108 verse 13. Yes. Biblia inasema, with God on our side we will run. He will defeat our enemies. Hiyo haijasoma vizuri. Hii yangu inasema ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Yako pia inasema hivyo. Daktari yake inasema? Kwa msaada wa Mungu. Yes. Kwa msaada wa Mungu. Tutapata ushindi. Tutapata, hiyo ndio nilipata itafuta kwa Kiingereza. Nimeisoma kwa Kiingereza. Anasema kwa msaada wa Mungu tutapata ushindi. Hii nayo inasema tutatenda makuu. Malizia. Naye atawaponda adui. Sasa nataka uangalie jambo hili na ulielewe. Number 1, hakuna ushindi ama hakuna kutenda mambo makubwa wakati adui zako wangali na nguvu juu yako. Haitawezekana. Anytime mambo makubwa yanataka kutendeka ama yanataka yatokee katika maisha yako, kitu kinachoanza sio mambo makubwa kwanza. Kitu kinachoanza ni maadui zako kupondwa, au ni maadui zako kushindwa, au ni maadui zako kunyang'anywa nguvu, au ni maadui zako kunyang'anya uwezo. Anasema kwa sababu ya msaada wa Mungu tumepata ushindi au tutashinda. Lakini anasema na huyo Mungu atawaponda maadui zetu katika jina la Yesu. Nataka niseme katika ibada ya leo, nimekuja na habari njema juu yako. Habari njema ni ya kwamba vita vyako unavishinda kwa jina la Yesu. Changamoto zako unazishinda kwa jina la Yesu. Matatizo yako unayashinda kwa jina la Yesu. Inawezekana wengi walikwambia ya kwamba hilo tatizo litakumeza. Maijana nataka nikwambie leo halitakumeza. Unalishinda katika jina la Yesu. Hiyo vita haitakukimbiza. Hiyo changamoto haitakutorokesha. Unaishinda katika jina la Yesu. Na adui yeyote aliye nyuma ya changamoto yako atapondwa na Bwana katika jina la Yesu. Atavunjwa na Bwana katika jina la Yesu. Lazima tutende mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie hakuna mambo makubwa bila ushindi katika vita.
So ni lazima tushinde ili tuweze kutenda mambo makubwa. Lakini kuna kitu anasema, rudia daktari, tusome na wewe. Pole tu, usiende haraka. Kwa msaada wa Mungu. Zaburi anasema wengine wanatumainia magari na farasi, wengine wanawategemea wakuu wao, lakini sisi tunalitumainia jina la Bwana. Sisi tunalitumainia jina la Bwana. Sasa kwa wale wanayetumainia jina la Bwana, Bwana anakuwa msaada wao. Bwana anakuwa msaada wao. Wakati tunasema mtu kuwa msaada, ni kwa sababu kuna mahali umeshindwa, kuna mahali haujiwezi, kuna kitu kimekusumbua kikashinda nguvu zako, kikashinda uwezo wako, kikashinda fedha zako. Hata mambo mengine yanaweza shinda ushauri na ushawishi ya watu, lakini anasema ya kwamba yeye atakuwa msaada kwako katika jina la Yesu. Atakuwa msaada juu ya watoto wako, atakuwa msaada juu ya masomo yako, atakuwa msaada katika changamoto zako katika jina la Yesu. Nataka katika ibada ya leo uelewe jambo hili. Hauko peke yako, hautembei peke yako, haufanyi kazi peke yako, haupigani vita peke yako. Tunaye Mungu ambaye anakuwa msaada wetu wa karibu katika jina la Yesu. Atakutetea, atakupigania, atakudefend, atapigana na wenye wanapigana na wewe. Hakikisha hicho kiahidi anakitimiza maishani mwako katika jina la Yesu. Na kuna watu ahadi zenu zinaachiliwa leo katika jina la Yesu. Kuna watu baraka zenu zinaachiliwa leo katika jina la Yesu. Chochote Bwana amekusudia katika maisha yako, ninatangaza leo kwa msaada wa Bwana ukipokea kwa jina la Yesu, ukipokea kwa jina la Yesu, ukipokea kwa jina la Yesu, ukipokea katika jina la Yesu. Anasema kwa msaada wa Bwana. Ninaomba Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Nasema Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Wengi tumesaidiwa na wanadamu kwa muda mrefu, lakini kile tulichokusudia kitendeke bado hakijatendeka. Bati Jehova kikusaidia, sikudanganye, utaandika history katika uzao wenu, utaandika history kwa wale ambao nazaliwa na wao. Angalia mfano mmoja tu. David siku moja alisaidiwa na Bwana akamshinda Goliathi. Neno la Mungu linasema leo hii imeandika mambo makubwa kwa ajili ya Daudi. Watu wakamtungia wimbo, hata mfalme akamwona Daudi kuwa mfalme kabla hajaapishwa. Kwa sababu gani? Alipata msaada wa Bwana. Ninatangazia moto hapa ambayo watu wamekutenga, ambao watu wamesema imetosha, ambao watu wamesema kwamba hatutakusaidia tena. Ninatangaza Bwana awe msaada wako kwa jina la Yesu. Awe msaada wa watoto wako, awe msaada wa masomo yao, awe msaada wa maisha yako. Watu wanaweza wakainua mikono wakasema huyu kuisha. Nataka nikwambie leo, wewe hautaisha, wewe hautaisha, wewe hautaisha. Bwana atakusaidia, Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Bwana atakusaidia, Bwana atakusaidia. Wapendwa, tuko katika mji huu na tumeona mengi ambayo napata ya kwamba wachawi na waganga wanakuzika mzima mzima. Unajua nini hamuelewi? Sisi tumezikwa wazima wazima. Wanatengeneza dori na wanaita jina kubarikiwa, na baadaye wanachimba kaburi na wanasema kwa nguvu za uganga yao ya kwamba kuanzia leo tunakuzika mbarikiwa, hautakuwepo tena. Nataka nikwambie, hata kama ulizikwa, hawakuzika wewe, walizika dori. Wewe bado uko hai, na kwa sababu uko hai, Bwana atakusaidia, Bwana atakusaidia. Aliyeshinda kifo na mauti ako tayari akusaidie, ako tayari akusaidie. Aliyefufuka baada ya siku 3 katika makaburi ako tayari akusaidie katika jina la Yesu. Bwana akusaidie. Francis, tumefagiwa. Wanaweka takataka na wanasema kwamba jinsi tunavyofagia hii takataka, waende kabisa
waende kabisa, waende kabisa. Lakini hata nikwambie, wewe hautaenda kabisa. Kwanza utamea mizizi kabisa katika jina la Yesu. Ikiwa kwa ndoa utamea mizizi, katika kazi utamea mizizi, hautateremshwa wewe, hautafagiwa wewe, kwa sababu Bwana amekuweka imara katika jina la Yesu. Wewe unaishi kwa jina la Yesu. Nasema uwe hai, nasema uwe hai, natabiri uwe hai, natabiri uwe hai, watoto wako uwe hai, kazi yako iwe hai, ndoa yako iwe hai. Waliongoja kifo kwako waone uzima wa Kristo ukibubujika maishani mwako katika jina la Yesu. Uwe hai. Nasema uishi katika jina la Yesu. Uwe hai, uwe hai, uwe hai katika jina la Yesu. Uwe hai katika jina la Yesu. Hawatakumaliza. Salimiani wa neighbor, mwambie my neighbor. Kumbe wanajidanganya. Mwambie my neighbor. Kumbe wanajidanganya. Niangalieni kwambia kwa sababu gani wanajidanganya. Wanaweza shika uchawi yao na mailizi zao, na baadaye wakangoja upepo wa saa 9, na baadaye wakapuliza, wakasema jinsi upepo inaipeleka aende hivyo hivyo. Nataka nikwambie leo, aliyekuumba ni Jehova, aliyeumba upepo ni Jehova, anayejua mwanzo na mwisho ya upepo ni Jehova mwenyewe. Wao hawajuangi, na yeye hata ruhusu uangamizwe katika jina la Yesu. Wewe hautang'olewa, wewe hautang'olewa. Acha vitisho vyao. Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Yesu. Bwana ako pamoja na wewe. Salimia jirani yako, niko kwa msaada wa Bwana. Mwambie nitakuwa kwa msaada wa Bwana. Mwambie niko kwa msaada wa Bwana, na nitakuwepo kwa msaada wa Bwana. Mwambie wanayetumia ilizi, wanaotumia uchawi, wanaotumia uganga, hawatakuweza wewe, hawatakuweza wewe, hawatakufaulu wewe, hawatafanikiwa maisha yako wewe, hawatafanikiwa biashara yako wewe. Watatumia uchawi yao, lakini wataenda hasara, kwa sababu Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Atakusaidia katika jina la Yesu. Wanaweza tumia maneno ya uchochezi, lakini Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia. Ninatangaza Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Kama na imani ya kwamba utasaidiwa na Bwana, nisikie amina nzuri na shangwe na vigelegele kwa Bwana. Yeye anayetusaidia, yeye anayetupigania, yeye anayetutetea. Haleluya! Bwana anatusaidia. Kesta chumuji, tunasaidiwa na Bwana, tunasaidiwa na Bwana. Haleluya! Bwana anatusaidia. Wanaweza wakajigamba na wengine wakajipiga kifua ya kwamba tumewamaliza, ya kwamba tumekafaulu, ya kwamba hatakuwepo tena. Waambie ya kwamba hamujaweza bado, hamujafaulu bado. Walimuzika Yesu katika makaburi, na shetani na mapepo zake wakashangilia, wakafanya sherehe ya kwamba tumemaliza. Lakini baada ya siku ya 3 walilia wao, walifedheka wao, waliaibika wao, kwa sababu Kristo Yesu alitoka makaburini. Anasema katika neno lake ya kwamba Roho Mtakatifu aliyemfufua katika wafu anakaa ndani yako, anakaa ndani yako. Utainuka tena, unasimama tena, unacheka tena, utafurahi tena, utatembea tena, utakuwa na amani tena katika jina la Yesu. Hawajakuweza bado. Pea mzako high five, mwambie Bwana atakusaidia. Akaramanda la bosaka taya. Bwana atakusaidia. Unajua, anamwambia Isaya kwamba msiogope wakati wanakuja makundi mengi, kwa sababu wanayewashambulia
hawakuji kwa jina la Bwana, na kama hawakuji kwa jina la Bwana hawatakushinda kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe mahali upo ulitumwa na Bwana, uliwekwa na Bwana, ulisimikwa na Bwana. Hawa hawawezi wakakung'oa ng'oo. Acha hofu. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie Rosaria, acha hofu. Hata kama wanaweza wakakuroga in capital letters, waambia kwamba jina la Yesu lina harufi ndogo tu, lakini lina nguvu nyingi, lina nguvu nyingi. Wanaweza kuja kwa majina yao makubwa na marefu zaidi, but wewe haukuingia katika mji kwa jina lako, uliingia kwa jina la Bwana. Ulianza kazi kwa jina la Bwana, unafaulu kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Na yeye ndiye kuleta atakufanikisha kwa jina la Yesu. Zaburi 108 verse 13. Bado tuko hapo. Kwa msaada wa Mungu nitapata ushindi, naye atawaponda adui zetu. Sema Bwana Yesu. Kwa sauti nzuri, Bwana Yesu. Kuanzia leo sipigani na maadui tena. Sipigani na maadui tena. Maadui wote ninawasanya. Hebu fanya tendo la kusanya. Ninawasanya. Maadui wa ndoa wasanye, maadui wa kazi wasanye, maadui wa watoto wako wasanye, maadui wa familia yako wasanye, maadui wa afya yako wasanye, na tuwaweke katika kikapu moja. Sema Bwana Yesu, nimewasanya maadui wote, ninawaweke kwa kikapu moja, na kikapu hiki nakiweka mbele zako. Uwashughulikie wewe, uwape portion yao wewe, uwalipe sawasawa na matendo yao, uwalipe sawasawa na kazi zao, uwalipe sawasawa na kazi zao, katika jina la Yesu. Sema ninawasanya maadui wa ndoa. Sema wewe jibu, ninawasanya maadui wa ndoa, maadui wa ndoa. Na maadui wa ndoa. Sema ninawasanya maadui wa ndoa, maadui wa kazi, maadui wa kazi, maadui wa kazi, maadui wa afya, maadui wa watoto wangu, maadui wa mume wangu, maadui wa future yangu. Ninawasanya. Sema ninawaleta miguuni pa Bwana, miguuni pa Bwana. Mupokee mshahara wenu, mupokee mshahara wenu katika jina la Yesu. Pigia makofi mazuri kama naamini. Wapokee mshahara wao kwa jina la Yesu. Wapokee mshahara wao katika jina la Yesu. Sema amen. Ola manda la basaka taya. Zingatia jambo hili. Nimesikia kwamba leo nikuombee. Hii yangu ya Kiswahili anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Umesikia hii? Tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Sema Bwana Yesu, kwa imani mimi uliniumba kwa sura na mfano wako, ukasema niwe sifa zako hapa duniani. Anayekutaka wewe akiniona mimi amekuona wewe, na kwa hivyo ninatumia mguu huu kwa imani ya kwamba ni mguu wa Kristo. Unaweza simama kidogo? La manda la kasaya. Unaweza simama kidogo? Kama una imani usifanye, utuache sisi wenye imani tufanye. Wewe ukae. Hebu angalia jirani yako, mwambie, are you have a faith? Do you have a faith? Do you have a faith? Anasemaje? Ako na imani ama hana? Serious? Funga macho yako. Sema Bwana Yesu, mimi ni mtu wa imani. Na unasema mwenye imani
Unasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na leo hii imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Nimesikia neno lako kwa Zaburi 108:13. Bwana, unasema imani bila matendo imekufa, na kwa imani hii ninaweka matendo. Mungu wangu, ninakutakasa kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu za Mungu za kukanyaga mahadui katika jina la Yesu. Sema ninakanyaga. Sema ninakanyaga. Wewe jibu ninakanyaga. Maadui wa ndoa, maadui wa ndoa, maadui wa ndoa, maadui wa kazi, maadui wa kazi, maadui wa afya, wanipigaye vita, wanirogae, wanirogae, wachawi maisha yangu, wachawi watoto wangu, wachawi wa ndoa yangu. Sema ninakanyaga. Wale walioniroga, wakaroga pesa zangu, wakaroga finances, wakaroga kazi, wakaroga watu wazuri waliotuma kunisaidia, ninawakanyaga, ninawakanyaga kwa jina la Yesu, ninawakanyaga kwa jina la Yesu. Hamuna nguvu tena, hamuna nguvu tena, ninawakanyaga katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo kazi zenu hazitakuwa na nguvu juu yangu, kwa sababu nimewaweka chini ya miguu yangu. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Shangilia Bwana katika jina la Yesu. Wapenda ushindi tunao. Maadui zake hawana nguvu tena, hawana uwezo tena. Haleluya! Pigia Yesu makofi mazuri. Yes Lord. Amen. Salimia jirani yako, mwambie kaa vita zimeisha. Mwambie kaa vita zimeisha. Na Mungu kubariki kwa jina la Yesu. Hawatakuwa na nguvu juu yako, hawatakuwa na usemi juu yako, hawatakuwa na mamlaka juu yako. Lazima mambo makubwa yatendeke kwa jina la Yesu. Nasema lazima mambo makubwa yatendeke katika jina la Yesu. Iwe katika kazi ya mikono yako, lazima mambo makubwa yatendeke. Iwe kwa watoto wako, lazima mambo makubwa yatendeke katika jina la Yesu. Ala mandarabosa yena. Soma na mimi. Thank you Jesus. Soma na mimi katika John 14:12. 14:12. John 14:12. John 14:12. Kesi tuanze ndio tukoje kwa daktari. 14:12. Neno la Mungu linasema, rudia tena. Ngoja kwanza. Wangapi mnajua the truth inamaanisha nini kwa Kiswahili? Inamaanisha yenye anatuambia si uongo. Anatuambia nini? Na mwenye anasema ni nani? Si nabii. Mwenye anazungumza hapa ni Kristo mwenyewe. Sasa kama Kristo tunamwamini, tumuamini hapana tukwambia. Anasema ninawaambia ukweli. Ukweli gani? Yes. Those who believe in me. Nataka nikuulize wewe, unaamini ndani ya nani? Kama tunaamini ndani ya Yesu, lazima tuliamini hili neno. Na kama tunaamini hili neno, lazima tupate faida ya neno hili katika jina la Yesu. Anasema nini? Yes. Mungu akubariki. Umesikia? Wale wanayeamini ndani yangu watafanya nilichokifanya. Namba 2, watafanya zaidi ya yale nilio. Daktari yake nasema nini? Amini nawaambia. Yeyote aniaminie mimi. Kazi nizifanyazo yeye atazifanya.
atazifanya. Amen. Kwa sababu Ehe. mimi ninakwenda kwa Baba. Amen. Swali ni, daktari, unajua Yesu alifanya kazi gani? Moja tu. Yeye unajua ni gani? Aliponya. Pigia daktari makofi mazuri. Aliponya. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine anaweza tuambia kazi Yesu alifanya? Tunaomba. Yes, Rose. Alifufua. Pigia Rose makofi mazuri. Alifufua. Nani mwingine? Yes. Alitoa mapepo kwa watu. Pigia huyo dada makofi mazuri. Wise man. Alifundisha. Pigia wise man makofi. Nimesikia huko. Alifanya miujiza. Pigia Pastor John makofi mazuri. Nani mwingine? Yesu alifanya nini? Lakini sasa hiyo ushuhuda simetosha. Yesu Rose alisamehe dhambi waliomkosea. Bwana Yesu asifiwe. Sote tujipigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Sasa mahali tumesoma nasema, wale wanayeniamini mimi, kazi hizi nilizozifanya wakazifanya. Inamaanisha nini? Kama Yesu aliponya, wewe na mimi lazima tuponye. Bwana Yesu asifiwe. Nasema wewe lazima uponye. Kama Yesu alifufua, lazima tufufue. Sasa ukiniona nikianza kuombea maiti, usianze kusema kanachofanya. Hapana, ninafanya kile ambacho Yesu alikifanya, na ameniahidi ya kwamba mimi ninayemwamini ninaweza fanya aliyoyafanya katika jina la Yesu. Lakini hajakomea hapo, anasema ya kwamba ninyi mtafanya zaidi ya kile nilichokifanya. Sema zaidi. Haya ndiyo mambo makuu. Hayo ndiyo mambo makuu. Mambo makuu ni kufanya zaidi ya kilichofanyika. Na Yesu anasema tukimwamini tunaweza fanya zaidi. Salimia jirani yako, mwambie password ni imani. Mwambie tena password ni imani. Muulize, wewe unamwamini Kristo? Kuna watu hapa mnaamini muzae kwa upasuaji. Hiyo ni imani yako. But kama leo unaweza amini Kristo ya kwamba jinsi uliwezesha wamama wa Hebrania, hata mimi ninakifungua kama wao, hakuna kisu itakusongea, hautavalisha yale magwanda. No, daktari atakuja apate katoto kanalia na tayari kamezaliwa katika jina la Yesu. Kuna watu mnaamini ya kwamba lazima mteseke ndio baadaye mubarikiwe. Hiyo ni imani yako. Lakini kama tutamwamini Kristo aliteseka kwa niaba yako, haina haja ya wewe kuteseka. Unabarikiwa automatically katika jina la Yesu. Kuna watu mnaamini ya kwamba hivi baba yangu hakujenga nyumba ya mawe, hata mimi siwezi nikajenga. Hiyo ni imani ndani ya baba yako. Toa imani ndani ya baba, iweke ndani ya Kristo. Kristo anasema ya kwamba wanayeniamini watafanya zaidi ya kile nilichokifanya. Kumbuka Zaburi anatuambia ni kwa uwezo wa Bwana, ni kwa msaada wa Bwana, si kwa pesa yako, si kwa mshahara yako, si kwa majina yako, ni kwa msaada wa Bwana. Ninatangazia moto katika ibada hii, upokee neema ya Bwana ya kutenda mambo makubwa, ya kutenda mambo makubwa. Biashara ziwe kubwa, mitaji iwe mikubwa, kazi muongezewe cheo, mishahara iongezeke katika jina la Yesu. Mtende mambo makubwa. Anasema tutapokea mambo makubwa. Hebu soma tena. Francis, hebu na wewe kuwa mshahidi wa neno hili. Usiseme eti hiyo ni Biblia ya mbarikiwa. Unajua wengi mnaonanga niko na hii Biblia kubwa. Sasa mnasemanga eti hiyo ni vitu tu amedownload. Hii ni Biblia. Hata kama ifanani na yako. Ni Biblia. Acha Francis atestify. Yohana 14 mstari wa 12. Yes. Inasema, amini amini. Amini amini. Nawaambieni. Yes. Yeye aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yes, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Sema umesikia wapendwa? Yeye amwaminie Kristo atafanya kazi alizozifanya, lakini asema naam, kubwa kuliko zile nilizozifanya. Kama wewe ni mgonjwa uko hapa, kwa sababu tumeahidiwa kufanya mambo makubwa, natangaza uponyaji kwa jina la Yesu. Natangaza uponyaji kwa jina la Yesu. Si lazima nikuwekee mkono. Nasema Bwana akuponye katika
katika jina la Yesu. Mimi ninaamini ndani ya Kristo. Wewe uliye na uvimbe iyeyuke leo katika jina la Yesu. Wewe unayeumwa mgongo, ninatangaza uponyaji leo katika jina la Yesu. Uponyaji leo katika jina la Yesu. Anasema tutafanya zaidi. Nataka tuombe. Sema maombi. Tumalizie katika Daniel 11:32. Sorry, 11:32. 11:32. Daniel 11:32. Nataka tuombe. Daniel 11:32. God bless you. Daniel 11:32. So, wale mashahidi tu, twende na nini? Leo sitaki mambo ya kusema eti ni pastor alisema. Nataka ushahidi. Daniel 11:32. Nani amefika? Kwa udanganyifu Yes. Kutosha wale walio najisi agano. Anza tena. Polepole tu, hiyo ni Kiswahili naelewa. Kwa udanganyifu atapotosha wale walio najisi agano. Kwa udanganyifu atapotosha wale walio najisi agano. Anaongelea kina nani na agano ni lipi? Wewe na mimi tuko katika agano la Kristo Yesu. Agano hili ni uokovu. Agano hili ni neno lake. Agano hili ni kazi aliyoifanya wapi? Msalabani. Kuna watu wanapotosha agano hili wakisema kwamba Yesu hakufa, wakisema kwamba Yesu hakuzaliwa, wakisema kwamba neno la Mungu si neno la kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hao atawaponda ponda. Lakini sasa hapo chini, kwa hiyo pia anasema nini? Lakini watu wanaomjua Mungu wao. Watu wanayemjua. Unajua Francis, tumesoma sote wakati tunaongea sentensi na uweke but, inamaanisha ile ya kwanza umeinarify. Bwana Yesu asifiwe. So anasema but au lakini wanayemjua Mungu wao watampinga kwa uthabiti. Watampinga. Nyingine huko. Mungu akubariki kwa hiyo. Daniel 11:32. Yes. The word says, by this the king will win the support of those who have already abandoned their religion. Yes. But those who follow God will fight back. Amen. Francis. Nitasoma. Yes. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wajuao Mungu wao, yes, watakuwa hodari. Watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na kutenda mambo. Hapa tunaona mambo magapi? Mawili. Wanayemjua Mungu wao watampinga kwa udhabiti. Unanisikia? Watampinga nani? Yule anayepotosha watu katika agano la Kristo. Watampinga kwa udhabiti. Wale nasema wanayemjua Mungu wao ni wale walio na ufahamu ya kile Mungu ametenda katika maisha yao. Ni wale walio na ufahamu ndani ya Kristo wao ni kina nani na Mungu amefanya nini kwao. Ndio maana nataka nikwambie, kutenda mambo makubwa, number 1 ni lazima uwe na imani ndani ya Kristo. Lakini number 2 ni lazima uwe na ufahamu ya kile ambacho amefanya. Wewe unayetaka magonjwa yatoke, una ufahamu upi ya kwamba Bwana anaweza akaponya? Hiyo ndiyo anasema wanayemjua Mungu wao watampinga kwa udhabiti. Na leo sisi tunayemjua Mungu tunaenda kupinga kila kazi yote ya ibilisi katika maisha yako leo katika jina la Yesu, na tunaipinga kwa udhabiti. Haijalisha lileta magonjwa kwako ama lileta migawanyiko, hiyo migawanyiko tunaipinga katika jina la Yesu. Kuna uwezekano ya kwamba anasababisha hasara kwa chochote tunachokifanya, tunaenda kupinga hiyo hasara kwa udhabiti katika jina la Yesu. Lakini hapa hii yangu ni Kiswahili, anasema na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjuaye Mungu wao watakuwa hodari. Hiyo ni namba 1. Watakuwa hodari. Salimia jirani yako, mwambie uwe hodari. Hodari maana yake uwe na nguvu. Hodari maana yake uwe dhabiti. Hodari maana yake usimame kidete. Jina la Bwana libarikiwe. Wanayemjua Mungu wao watakuwa hodari.
Kinachowafanya kuwa hodari sio pesa walio nayo mfukoni. Kinachowafanya kuwa hodari ni ukweli na uhakika wa neno la Mungu walilo nalo na wameliamini. Ndicho kinawafanya kuwa hodari. Na sisi leo tunaenda kuwa hodari katika neno hili, na tumwambie ibilisi wa magonjwa unahama katika jina la Yesu. Tumwambie ibilisi wa umasikini ya kwamba unahama katika jina la Yesu. Tumwambie ibilisi ambaye ameshikilia mishahara, wengi hawajalipwa kwa miaka kadhaa, kwa miezi kadhaa, tunatangaza leo hiyo mishahara iachiliwe katika jina la Yesu. Hiyo mishahara iachiliwe katika jina la Yesu. Na kama pesa iko kwa mfuko ya mtu mmoja, aziachilie leo. Nasema ziachilie leo. Sikeni waambie mutalipo kwa jina la Yesu. Nasema mutalipo kwa jina la Yesu. Huu mwezi tukiumalizia na wenye tunaanza ni mwezi wa mishahara katika jina la Yesu. Nasema ni mwezi wa mishahara. Bwana Yesu asifiwe. Hii siongei tu Francis. Mwenisikize vizuri mama nini. Unaona jinsi tuko tunamalizia mwezi huu na wenye tunaanza. Hii periodi yote ni periodi ya mishahara. Nasema ni period ya mishahara. Na hamutalipwa moja mbili, wawalipe miezi yote katika jina la Yesu. Nasema miezi yote ilipwe katika jina la Yesu. Imeweka watu katika umaskini na ufukara. Watu wako wanauza property kwa sababu hawalipwi. Wengine kazi zimesimama kwa sababu hawalipwi. Wengine miradi imekwama. Ninatangaza katika jina la Yesu, hiyo pesa mahali imeshikiliwa iachiliwe leo kwa jina la Yesu. Iachiliwe leo kwa jina la Yesu. Iachiliwe leo kwa jina la Yesu. Iachiliwe leo katika jina la Yesu. Nani aseme amen? Anasema wale wamjuaye Mungu wao watafanya mambo makubwa. Ninakuombea leo ufanye mambo makubwa katika jina la Yesu. Bwana akupe kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Nataka tuenyoke kwa miguu yetu. Kama una Bible iweke chini. Kama una mtoto ushike vizuri. Nataka tuombe. Paluka sando ya mando. Nataka tuombe katika jina la Yesu. Manda na kasaya. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu. Damni mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu. Msalabani mwa Yesu. There is power, power, wonder working power in the blood, of the Lord Jesus. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power, power,
na uamini Mungu pamoja nami. Sema Bwana Yesu, kwa sauti nzuri. Bwana Yesu, ninaliamini neno lako ya kwamba umelituma kwa ajili yangu. Umesema ya kwamba wewe utanisaidia na utanipa ushindi kwa kuponda maadui zangu. Bwana, ninaitumia silaha ya damu ya Yesu. Ninapinga kila nguvu, kila uwezo wa kipepo uliokuwa unatumika kuniweka chini, kunirudisha chini, kuniletea ugumu katika kazi, katika maisha. Leo hii iwe mchawi, iwe murogi, iwe mshirikina, iwe muganga, nina mamlaka ndani ya damu ya Yesu. Ninakupinga. Toka kwa maisha yangu, toka kwa kazi yangu, toka kwa familia yangu, toka kwa watoto wangu, katika jina la Yesu. Ninakukemea nikiwa dhabiti kwa uwezo na kwa nguvu za damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uchawi, kila uganga, kila ushirikina, leo hii unafika mwisho, unafika mwisho, unafika mwisho, unafika mwisho. Ninajinasua katika mikono ya waganga na wachawi na washirikina, kwa mitego yenu iliyoninasa, ikanasa biashara zangu, kazi ya mikono yangu, afya yangu, amani yangu na ndoa yangu. Leo hii kwa jina la Yesu unaniachia, unaniachia, unaniachia. Ninafanya vita pamoja na wewe, ninafanya vita kinyume na wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza moto, ninatangaza moto, ninatangaza moto kwa makao yako, kwa mikono yako. Leo hii teketea, 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 teketea. Sema moto, sema moto, sema moto, sema moto. Wewe tu sema moto kwa kila nguvu ya uchawi, kwa kila nguvu ya uchawi, kwa kila nguvu ya uchawi, kwa kila nguvu ya magonjwa, kwa kila pepo za magonjwa, kwa kila pepo za magonjwa, kwa kila pepo za magonjwa, kwa kila pepo ya uganga, kwa kila pepo ya ushirikina, kwa kila pepo ya ushirikina, kwa kila pepo ya hasara, kwa kila pepo ya hasara. Natangaza moto, natangaza moto. Inua sauti yako jiombee, inua sauti yako jiombee, inua sauti yako jiombee. Azala mangara basando ikatande mando gado. Kuna watu mnaachiliwa, kuna watu mnaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako kwa jina la Yesu, inua sauti yako kwa jina la Yesu. Ulipata wakasema hatapokea, ulipata